Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni yangu matumaini ubuheri wa afya upote pa ulipo. Karibu katika kapu la habari siku hii ya leo. Jina langu ni Zuberi Mgaya ambaye nitakupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nitamulika hapo baadaye Hilali Sefuriami ambaye atakupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini mtazamaji, awali ya yote nikupitisha katika muktasari miongoni mwa machache katika mengi ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Jeshi la polisi mkoani Tabora latoa ufafanuzi chanzo cha tukio la mtoto Yusra Juma kuuawa na kutupwa katika shimo la mchanga. Vyama vikuu vya ushirika vya pamba wajifunza kwa vyama vikuu vya ushirika vya korosho ili kuongeza tija katika uzalishaji. Na katika rubaa za kimataifa, maporomoko ya ardhi kati ya Kamerun na Jamhuri ya Afrika ya Kati yaua takriban watu 107. Naam, nikukumbushe tu mtazamaji kuwa mbali na kuyafuatilia matangazo haya kupitia katika kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuyafuatilia matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube endapo ukiandika Mahasin TV official channel, utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbali. Lakini pia tunapatikana kupitia Azam Max app. Tulianza kapu la habari siku hii ya leo tukianzia huko mkoani Tabora. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limekamilisha uchunguzi wa tukio la kifo cha mtoto aliyeuawa Yusra Juma mwenye umri wa miaka 7, mwanafunzi wa shule ya msingi Mawiti na mkazi wa Mtakuja, kata ya Malolo, manispaa na mkoa wa Tabora, na kubaini kuwa chanzo cha kifo cha mtoto huyo ni kukabwa shingoni hadi kukosa hewa. Taarifa kamili na Nuhu Kasim Stima, lakini mtazamaji ni kutahadharishe tu kuwa habari hii ina picha ambazo ni za kusikitisha. Amesema hayo kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa jeshi la polisi ACP Twaha Lulengelule, wakati akizungumza na waandishi wa habari, akibainisha sehemu lilipotokea tukio la kuuawa kwa mtoto huyo. Huko katika shimo lilikuwa linachimbwa mchanga zamani katika mtaa Mtakuja, kata ya Malolo, wilaya ya Tabora na mkoa wa Tabora. Kuna mtoto anaitwa Yusra Juma, umri miaka 7, kabila ni Mtusi, mwanafunzi wa darasa la pili shule ya msingi ya Mawiti, ni mkazi wa Mtakuja. Iligundulika kuuawa kwa kukabwa au kuvunjwa shingo na mtu wa watu ambao bado hajafahamika, kisha mwili wake kutelekezwa kwenye shimo lililokuwa linachimbwa mchanga zamani, ukiwa na michubuko sehemu za miguu, mikononi na shingoni. Akieleza chanzo cha tukio hilo, ACP Lulengelule amesema mtoto huyo alienda shuleni ambapo hakurejea nyumbani kama ilivyo kawaida, ndipo hatua za kumtafuta zikafanyika na kukuta mwili wa mtoto huyo akiwa ameuawa katika shimo lililokuwa likitumika kuchimba mchanga. Ni kwamba marehemu alikwenda shuleni tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 pamoja na dada yake anaitwa Yusra Juma Hamisi, umri miaka 10, ambaye yuko darasa la 3. Ila muda wa kurudi huwa mara nyingi anarudi peke yake huyo marehemu, na kwenye majira ya saa 4 ya asubuhi akiwa anatoka shuleni sasa akirejea nyumbani, dada yake alibaki darasa 3 anaendelea mafunzo. Sasa nilipokuwa narudi ndio tatizo hilo, jambo hilo likamkuta. Kwa hiyo baada ya hapo, kwa kuwa dada yake kurudi nyumbani saa 4 saa 5, bibi alipoona kimya, kwa sababu anakaa na bibi yao, bibi aliamua kumfuatilia majira ya mchana saa 7 sasa kwenda huko shuleni kunywa nini. Kwa akiwa njiani akutana na dada yake naye anatoka shule, huyo kurudi nyumbani akakuta kwenye shimo la mchanga liko pembeni, akakuta mwili wa marehemu uko hapo. Aidha, ACP Twaha Lulengelule ametoa ufafanuzi wa uchunguzi wa tukio la kifo cha mtoto huyo uliofanyika katika hospitali ya rufaa ya mkoa Kitete. Mwili wa marehemu wananchi walifika pale na baadhi ya polisi walichukua mwili wa marehemu mpaka hospitali
ya rufaa ya Kitete kwa uchunguzi zaidi, na ilibainika kifo cha mtoto huyo ni kukosa hewa na kuvunjwa shingo. Kwa hiyo msako mkali unafanyika kuweza kuwabaini watuhumiwa waliohusika na tukio hilo, tuweze kuwafikisha mkono wa sheria. Kwa uchunguzi wa daktari, alifanya uchunguzi wa mwili wa marehemu, hajakuta bruises sehemu za kuingiliwa. Ili tu alisema kifo chake kimesababishwa na kukosa hewa, kwani shingo yake ilikuwa imeshavunjwa, imelegea, lakini kuangalia sehemu zake za uga hajaingiliwa. Naam, mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kutokea huko mkoani Tabora, hivi sasa tuelekee huko mkoani Mtwara ambapo viongozi wa vyama vikuu vya ushirika vinavyosimamia zao la pamba TANCOPS katika mikoa 8 inayozalisha zao hilo kwa wingi wamefanya ziara ya kujifunza mkoani Mtwara kupitia mradi wa pamoja wa vyama vikuu vya ushirika vinavyosimamia zao la korosho KCJE, hatua inayolenga kuongeza tija katika uzalishaji wa zao la pamba. Hilali Sefuriami anayo masimulizi ya taarifa hii. Mradi wa pamoja wa vyama vikuu vya pamba TANCOPS wenye wanachama 13 upo katika mikoa 8 inayozalisha pamba kwa wingi. Katika kukabiliana na changamoto zinazowakabili ikiwemo kushuka kwa uzalishaji, matumizi ya mfumo wa stakabadhi, TANCOPS wamefika mkoani Mtwara kujifunza kwa wenzao wa korosho. Tumeona kwa vitendo kwamba wenzetu wametoka katika uzalishaji wa tani 240,000 na sasa wanazungumzia tani 600,000. Na kama jinsi mnavyofahamu kwamba kwenye eneo letu la pamba uzalishaji umekuwa ukipungua mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo kupitia hii ziara yetu ya mafunzo tumejifunza namna ambavyo tutaenda tukawajengee uwezo wakulima wetu ili waweze kuzalisha kwa tija, hususan kupata pembejeo kwa wakati, lakini pia masuala ya mbolea pamoja na mambo mengine ambayo yataweza kuchochea uzalishaji kuongezeka kwenye zao la pamba. Lakini vile vile tumeweza kuona ni namna gani wameweza kuimarisha huu mfumo wa stakabadhi ghalani ambao sasa hivi unafika sehemu mkulima unampa uhakika wa kipato, lakini vile vile unaweza kuleta na tija nyingine ya usimamizi wa zao katika swala la ubora ambao unapelekea sasa kiasi cha bei kuwa shindani ambayo wakulima wananufaika nalo. Lakini kama wanavyosema Waswahili, mgeni njoo mwenyeji apone, ndivyo ilivyokuwa, kwani ziara hiyo haikuwa na faida kwa wageni tu bali hata wenyeji. Sisi joint kupokea ugeni, kuna maeneo pia sisi tunajivunia kwa sababu mtu yeyote anavyokuja kujifunza kwako manake ameona ni namna gani wewe umekuwa na mafanikio. Kwa mfano nimesema kwamba taasisi yetu ina miaka 4 tu, lakini sisi kama joint ukiangalia kwa kuratibu swala la pembejeo manake tuna mafanikio. Kwanza taifa kuliongezea uzalishaji mkubwa wa zao la korosho, lakini wamefarijika sana na wamefurahi sana na wametuahidi kwamba wataendelea kutupa ushirikiano na wataendelea kutuliza maswali, na sisi kama korosho joint tumewapokea vizuri na tumewaahidi kwa lolote lile, iwe mchana, usiku, Jumamosi, Jumapili, siku za kazi, milango yetu iko wazi, wapige simu tutaweza kuwapa ushirikiano. Kwa upande wake, kaimu mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mtwara, Robert Nsunza, amesema uwepo wa mradi wa pamoja wa vyama vya ushirika umeleta mafanikio makubwa katika sekta ya kilimo cha korosho. Ukiangalia huko nyuma kabla ya mradi wa pamoja wa pembejeo, uzalishaji ulikuwa mdogo sana ambao ulikuwa chini ya tani 250, lakini sasa hivi baada ya mradi huu kuja, sasa hivi tunaona mabadiliko makubwa hasa kwenye matumizi ya pembejeo, lakini na tija kwenye uzalishaji. Uzalishaji umekuwa ni maradufu. Kuanzia tani 300 sasa hivi tunaongelea tani 618. Kwa hiyo unaona namna gani mradi huu umekuja kuboresha. Halmashauri ya jiji la Tanga imetoa zaidi ya shilingi milioni 869 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ghorofa la mchepuo wa Kiingereza litakalokuwa na vyumba 6 vya madarasa, bwalo la chakula, matundu 24 ya vyoo pamoja na jiko la kisasa katika shule ya msingi Darajani ili kupunguza msongamano wa wanafunzi darasani. Tupate taarifa kamili. Akizungumza kuhusu maendeleo ya ujenzi huo, mwalimu mkuu wa shule hiyo Franki Shauri amesema miongoni mwa sababu zilizosababisha serikali ya halmashauri ya jiji hilo kutoa pesa za ujenzi wa mradi huo ni kutokana na idadi ya wanafunzi iliyozidi kuongezeka katika shule hiyo. Shule yetu ya msingi Darajani ni shule yenye jumla ya wanafunzi 1200 na walimu 28. Tunamshukuru mkurugenzi wa jiji la Tanga kwa kuliona hili, basi alielekeza tuanzishe ujenzi wa jengo la ghorofa 2 lenye bwalo kwa ajili ya chakula cha wanafunzi, jiko na matundu 24 ya vyoo. Bajeti
ni shilingi milioni 869 na 93,525 na senti 10. Aidha, mkuu huyo wa shule ameelezea hali ya ujenzi wa mradi huo ulipofikia kwa sasa, ambapo ghorofa ya kwanza imekamilika na hivyo kuanza mchakato wa kupandisha jengo la ghorofa ya pili. Mpaka mradi ulipofikia pale tumeshafanya malipo kwa mzabuni shilingi milioni 320. Mradi huu tumeanza kutekeleza tarehe 11 mwezi wa 6 2026, na mpaka leo hii tunapoongea tumeshamaliza, tupo katika hatua ya sakafu ya pili, maandalizi ya kumwaga jamvi kuelekea ghorofa yetu ya pili. Katika hatua nyingine, mkuu huyo wa shule ameelezea matarajio ya shule hiyo pindi ambapo mradi huo utakapokamilika na kuanza kutumika. Mradi huu utasaidia sana kwenye ngazi ya shule na halmashauri kwa ujumla, kwa maana tunategemea kupunguza kwa kiasi kikubwa sana changamoto ya mkusanyiko wa wanafunzi darasani. Vile vile shule yetu ilikuwa hatuna jiko la kudumu. Kwenye mradi huu tumepata jiko la kudumu na bwalo kwa ajili ya chakula. Tunaleta taswira nzuri sana kwa jiji la Tanga, ambapo tunategemea sasa elimu kwa jiji la Tanga itaamka zaidi kutokana na mazingira bora. Na mtazamaji, tusalie huko mkoani Tanga, huko wilayani Handeni, ambapo mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese amesema serikali wilayani humo haitamvumilia kiongozi yeyote atakayeshindwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo kwa kutoa huduma bora kwa wananchi, ikiwemo kusikiliza na kuzipatia ufumbuzi kero mbalimbali zinazowakabili wananchi. Hilali Sefuriami anatuarifu zaidi. Ameyasema hayo kufuatia malalamiko ya wanakijiji wa kijiji cha Msewa kuhusu mpasuko uliopo baina ya wanakijiji na viongozi wa serikali yao ya kijiji baada ya sintofahamu iliyojitokeza katika mkutano uliowahusisha wananchi na kujadili kuhusu suala la mapato na matumizi. Ni kwamba ndani ya Msirwa kuna tatizo, kiongozi wetu alijiuzulu. Wewe mheshimiwa mkuu wa wilaya na timu yako, naamini mnasikia, naamini kwamba nyinyi mnaweza kutengeneza. Mwenyekiti wa mapato na matumizi wa kijiji kile akasema hakuna. Baada ya kusema hakuna, wananchi wakaanza kuuliza maswali mengi. Yule mwenyekiti akapandisha sukari. Baada ya hapo akasimama kiongozi ambaye anahusika kwenye ile kabineti ya wajumbe 25 akasema ni kweli hela hizo ziliibiwa na biashara imefanyika usiku kwenye lango. Akijibu changamoto ya wananchi hao, mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese amesema serikali inaendelea kulifanyia kazi suala hilo na punde suluhisho litapatikana ili kuendelea kutoa huduma bora kwa wanakijiji hao. Tunapokuwa na viongozi watakao kiuka, na mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, kiongozi atakayekiuka taratibu zozote lazima tumchukulie hatua stahiki kwa mujibu wa katiba, sheria za nchi yetu zinavyotuongoza. Hamna mtu yote ambaye yuko juu ya sheria. Kwa mimi watu wa Msirwa ni watoe wasiwasi kwenye hilo. Tutakuja na huo mpasuko, kama kuna watu tutakuja tuushone, kama ushoni tutaangalia namna gani tuupasue zaidi, labda uwe pande na pande. TAKUKURU walipokea hilo swala na walianzishia uchunguzi mara moja. Aidha, DC Nyamwese amesema miongoni mwa hatua zinazoendelea kuchukuliwa ni uchunguzi unaofanywa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU ili kuweza kubaini ukweli utakaosaidia utekelezaji wa sheria. Sisi kama wilaya tulilipokea, na hata wenzetu wa Chama cha Mapinduzi walilipokea na liko katika ofisi ya mwenyekiti wa chama wilaya na katibu wanalifanyia kazi. Lakini sisi kwa upande wa serikali tunaelekeza wenzetu wa TAKUKURU waweze kulifanyia kazi. Na mimi nieleze wazi dhamira yangu na wananchi wangu, na siku yote mtu yote atakapokuwa kiongozi, hatutafumbia macho mtu yote anayefanya ubadhilifu katika wilaya yetu. Tuna miradi mingi, tuna mambo mengi ambayo tunataka tuyafanye sisi kama serikali. Alafu tunapata kiongozi mmoja anakaa kwa sababu ya imani tuliyompatia, anaenda kukengeuka na kutumia rasilimali za umma kujinufaisha yeye. Hilo swala halitakubalika. Naam, shukrani sana Hilali Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko wilayani Handeni mkoani Tanga. Mtazamaji, hivi sasa tuvuke maji tuelekee huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Unguja. Kamati ya ustawi wa jamii ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar imeeleza kuridhishwa na hatua zinazochukuliwa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kuimarisha utoaji wa huduma za afya katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mjini Magharibi Rumumba.
Rajabu Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Hatua hiyo ya kamati ya ustawi wa jamii ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar imekuja kufuatia ziara yake maalum katika hospitali ya rufaa ya mkoa mjini Magharibi Lumumba iliyolenga kukagua na kujionea maendeleo ya utoaji wa huduma. Tumepata hospitali moja naweza kusema ya kimataifa, ni standard ya kimataifa katika nchi zilizoendelea kama India, Dubai na sehemu nyingine. Hospitali hii na ukiangalia vitengo vyake wafanyakazi, tumeangalia katika floor hii iliyokuepo ni kitengo kikubwa sana cha upasuaji wa moyo, kublock zile mishipa ile block, kuifanyia kazi na kuifanyia kazi vizuri mishipa. Tunaye mtaalamu wetu hapa na kazi inafanyika. Kupitia kwa mwenyekiti wa kamati hiyo Hussein Ibrahim Makungu, imeeleza kuridhishwa kwao na huduma zinazotolewa hospitalini hapo, ambapo hapo awali wananchi walilazimika kuzifuata huduma hizo nje ya Zanzibar. Ukiangalia kazi inafanyika matibabu yale hapa Zanzibar kwa hospitali hii ni ukienda nje dola 50,000, lakini ukifanyiwa hapa tunalipiwa na bima yetu basi ni dola 5,000. Tuone different iko kubwa. Kwa hivyo wananchi wajue rais wetu kafanya kazi kubwa sana katika kuibadilisha sekta afya kwa Zanzibar. Sasa hivi magonjwa mengi yanafanywa hapa, ukitaka kubadilishwa goti replacement, lakini pia hips replacement, uti wa mgongo, upasuaji wa moyo, wote unafanyika hapa. Yote haya ilikuwa nyuma, ilikuwa tupeleke wagonjwa India au sehemu nyingine. Aidha, kupitia ziara hiyo, kamati imetoa mapendekezo mbalimbali yanayolenga kuimarisha na kuboresha utoaji wa huduma yanayopokelewa na serikali kupitia kwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Mgereza Mzee Miraji. Kamati wamekuwa na mapendekezo kadhaa, lakini kwanza wametaka tupunguze muda wa ile turnaround time. Tunajua huko nyuma Mnazi Mmoja ilikuwa huduma zinachukua muda mrefu, siku 2, siku 3. Tumekuja hapa Lumumba, rekodi zinaonyesha turnaround time ni takriban 1 hour. Kwa tumepokea recommendation kutoka kwa waheshimiwa tujitahidi kuzifanya ziwe muda mfupi zaidi, wananchi wasisubiri muda mrefu. Lakini vile vile tumeanza na kuwa train madaktari wetu kuweza kujua namna gani ya kuweza kumanage hospitali, na tuna kila kitengo tuna mtaalamu mmoja ambaye ameambatanishwa na hawa watu wa outsource. Miongoni mwa sehemu na vitengo vilivyotembelewa na kamati hiyo ni pamoja na kitengo cha uchunguzi, kitengo cha vipimo na guest tiba. Naam, shukrani sana Rajab Shaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko kisiwani Unguja. Tazamaji, tuelekee huko kisiwani Pemba nako ambako kikosi cha zimamoto na uokoaji kimesisitiza uwekaji wa visima au bomba la kuzima moto fire hydrant kwenye sehemu zinazojengwa majengo makubwa yanayotoa huduma za kijamii kisiwani Pemba ili kurahisisha kikosi hicho kukabiliana na majanga ya moto atakapotokea. Tupate taarifa kamili. Ametoa msisitizo huo mkuu wa kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar, kamishna wa zimamoto Rashid Mzee Abdallah, wakati akitoa taarifa ya utendaji kazi wa kikosi hicho tawi la Pemba kwa kamati ya kusimamia viongozi wakuu wa kitaifa ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Kwa kule Unguja huo mradi wa fire hydrants umeshafanyika. Hasa kwa huku Pemba hazipo. Ndio maana hata kwenye ujenzi wa majengo mapya yanayojengwa ya kutoa huduma za jamii basi tunasisitiza waweke hizo. Sasa huu mradi ni wa Wizara ya Maji, lakini zimamoto kama zimamoto sisi ni watumizi. Kwa hiyo kule Unguja imewekwa maeneo mengi, na katika mradi ule nafikiri phase ya pili inatakiwa kuja kufanyika Pemba. Akitoa taarifa ya utekelezaji wa kikosi hicho, mratibu wa zimamoto na uokozi Simai Makame 5 ametaja baadhi ya mafanikio katika utendaji kazi wa kikosi katika kipindi cha mwezi Aprili hadi Juni mwaka huu 2026. Kikosi cha zimamoto na uokozi kimeweza kutoa huduma za uokozi na uzimaji moto kwa ufanisi na wakati katika matukio 20 ambayo yameripotiwa katika vituo vyote vya zimamoto na uokozi zoni ya Pemba. Katika matukio hayo 4 yalikuwa ya moto wa nyumba, 2 moto wa skuli za dahalia, 7 matukio ya kuanguka kwa miti, 2 ya kuzama kwa watu na 5 yalikuwa ni matukio mengineyo. Kikosi kimefanikiwa kuokoa watu 6 wakiwa hai na 2 wakiwa wamefariki katika matukio hayo. Aidha, ajali hizo zimesababisha hasara inayokisiwa shilingi milioni 39 na kufanikiwa kuokoa shilingi milioni 128,027. Kwa upande wake, kamati ya kusimamia viongozi wakuu wa kitaifa ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar kupitia kwa mwenyekiti wake Machano Othman Saidi, mbali na kupongeza, wamekitaka kikosi kutunza na kulinda vitendea kazi wanavyopatiwa na serikali. Mpigo kwa gari 5 Pemba ni jambo la faida sana, na nafikiri haijawahi kutokea. Kwa hiyo tunapongeza sana wizara na kikosi cha zimamoto na uongozi wa kupata vifaa hivi.
wito wetu ni kwamba ni vyema hata askari waelewe umuhimu na gharama za hivi vifaa. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, kwa taarifa hiyo kutokea huko katika visiwa vya marashi ya karafuu huko kisiwani Pemba, ndio inanifanya mimi kuweka nukta kubwa kwa upande wa habari za kitaifa. Hivi sasa tunapata wasa kwenda kupoza kwa sekunde chache, tukirejea ni wasa mwingine wa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje mipaka ya Tanzania. Nikusihi na nikuombe tu mtazamaji, endelea kusalia papo hapo katika runinga yako. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, mtazamaji wa Mahasin TV, tumerejea kwa mara nyingine tena, nani siwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika Kapu la Habari. Na kwa wewe kama ndio kwanza unaungana nami, kipindi hewani ni Kapu la Habari, ambapo hivi sasa ni wasaa mwingine wa Hilali Seif Riyami kwa ajili ya kutupitisha katika zile habari ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Katika rubaa za kimataifa tunaangazia taarifa WHO yasema uwezekano wa kudhibiti Ebola bado upo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kuwa bado kuna uwezekano wa kudhibiti mlipuko wa Ebola ambao unaenea kwa kasi inayopiku juhudi za kuuzuia na ambao umekuwa mlipuko wa pili kwa ukubwa kuwahi kurekodiwa. Hayo yamesemwa na Thieno Balde, mkurugenzi wa masuala ya dharura wa WHO, akiwahutubia waandishi wa habari mjini Geneva, akizungumza kutokea Bunia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kueleza kuwa kuhusu mpango unaofuata wa miezi mitatu, akasema iwapo rasilimali zinazohitajika zipo na anadhani itawezekana kufanya hivyo. Ameongeza kuwa kwa sasa rasilimali zilizopo hazikidhi mahitaji na WHO imefanikiwa kupata takribani 60% tu ya dola milioni 115 inazohitaji kwa ajili ya kukabiliana na Ebola, na changamoto nyingine ni pamoja na kuchelewa kugundua maambukizi, timu za ufuatiliaji kuzidiwa na kazi, migogoro ya kivita, pamoja na ukosefu wa chanjo na tiba kwa ajili ya aina adimu ya virusi hivyo inayojulikana kama Bundibugyo. Shirika hilo la kimataifa la afya lilisema mapema mwezi huu kuwa inawezekana kuzuia na kudhibiti kasi ya kuenea kwa Ebola ndani ya kipindi cha miezi mitatu, lakini tangu wakati huo kumekuwa na dalili kwamba hali imezidi kuwa mbaya, huku ugonjwa huo ukisambaa hadi katika mkoa wa 6. Hata hivyo, mlipuko huo ambao ni mbaya zaidi kati ya milipuko 17 iliyowahi kutokea nchini Kongo DRC umesababisha vifo vya watu wasiopungua 2325 hadi sasa. Kwingineko, takribani watu 107 wamefariki dunia kufuatia maporomoko ya ardhi katika eneo la uchimbaji madini huko Zamboi, eneo lililo kwenye mpaka kati ya Kamerun na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Amado Abdon, meya wa Garoua Baolai katika eneo la mashariki mwa Kamerun, amesema tukio hilo limetokea mchana wa Jumanne, ambapo liliambia shirika moja la habari kuwa miili 107 ilitolewa kutoka kwenye vifusi, akiongeza kuwa tukio hilo lilitokea katika eneo la uchimbaji madini lililoko ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, si mbali na mpaka na Kamerun.
Hata hivyo, haijulikani bado kilichosababisha maporomoko hayo ya ardhi, na video zinazosambaa mtandaoni zinaonekana kuonyesha udongo ukiwaangukia wachimbaji kadhaa wa dhahabu wa kiwango cha chini waliokuwepo eneo hilo. Juhudi za uokoaji zinaendelea huku kukiwa na hofu kuwa idadi ya vifo inaweza kuongezeka, na uchimbaji wa dhahabu kwa njia zisizo sawa ni chanzo kikuu cha mapato kwa jamii nyingi mashariki mwa Kamerun, ambapo mazingira ya kazi ni duni, huku wachimbaji mara nyingi wakikabiliwa na hatari za kiafya na kimazingira. Maporomoko ya migodi na ardhi ni matukio ya mara kwa mara nchini humo, ambapo mashimo ya uchimbaji mara nyingi huachwa wazi na mvua kubwa huathiri udongo. Na mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la Iran, Ali Abdullahi, ameonya kuhusu uwepo wa kijeshi wa Marekani katika vituo vilivyoko katika nchi za Ghuba ya Uajemi kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X. Abdullahi aliandika kuwa ni jambo lisilowezekana kwamba idadi kubwa ya ndege za kijeshi, hasa ndege za mafuta, zingewekwa katika vituo vya kanda hiyo bila nchi wenyeji kujua. Alisema kuwa Iran itachukulia msaada wowote wa kijeshi la Marekani kama ushirikiano na vikosi vya kijeshi ya nchi hiyo. Wakati wa vita kati ya Iran, Israeli na Marekani, Iran ilifanya mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya kambi za kijeshi katika nchi za Ghuba zilizokuwa zikishirikiana na Marekani. Hilal Sefuriami, Mahasin TV. Naam, ni Hilal Sefuriami huyo mtazamaji ambaye ametoka hapo kutusimulia hizo habari za kimataifa. Na mtazamaji, kwa taarifa hizo mimi nimefika tamati, lakini kabla nikuage nikukumbushe miongoni mwa machache katika mengi ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Jeshi la polisi mkoani Tabora latoa ufafanuzi chanzo cha tukio la mtoto Yusra Juma kuuawa na kutupwa katika shimo la mchanga. Vyama vikuu vya ushirika vya pamba wajifunza kwa vyama vikuu vya ushirika vya korosho ili kuongeza tija katika uzalishaji. Na katika rubaa za kimataifa, maporomoko ya ardhi kati ya Kamerun na Jamhuri ya Afrika ya Kati yaua takriban watu 107. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo muda wote ulikuwa na Zuberi Mgaya niliyekupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Hilal Sefuriami ambaye amekupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia wa vipindi mbalimbali kupitia chaneli nambari 455 katika kisimbuzi cha Azam TV. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwaheri kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.